Habari za wakati huu, ndugu msikilizaji wa SQF Radio, na wewe unayetufuatilia moja kwa moja kupitia SQF TV. Karibu sana siku ya leo tena katika kipindi cha Kodi Kiganjani. Siku hii ya leo tunatamani kuzungumzia mada ya makadirio, kodi ya makadirio. Najua utakuwa umewahi kusikia neno hili ikizungumzwa sehemu mbalimbali, kodi ya makadirio, au wengine wamezoea kuita provision tax. Wakati mwingine inaitwa estimated tax payable by installments. Ni kodi ambayo ni moja ya kodi ambazo ni maarufu sana, ambazo zimekuwa zikizungumzwa sana hususan katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa hivyo ninatamani nishiriki pamoja na wewe siku hii ya leo ili tuweze kuwa na uelewa wa pamoja. Kwanza, kodi ya makadirio ni kodi ambayo inakadiriwa ndani ya mwaka wa mapato. Kama nilivyowahi kusema kwamba mwaka wa mapato mara nyingi ni kipindi cha miezi 12 ambayo inatofautiana kutoka biashara moja au chombo chochote ambacho kina utambulisho wa kisheria kwenda chombo kingine. Kwa maana ya kwamba mtu anaweza akaamua mwaka wake wa mapato ukawa labda ni kuanzia Januari tu Disemba, kipindi cha miezi 12, au mwingine anaweza akaamua ianzie April mpaka March kwa mwaka mwingine, kipindi cha miezi 12. Kwa hiyo inatofautiana kutoka kampuni hadi kampuni, inategemeana. Lakini mara nyingi wengi mwaka wao wa mapato huo unakuwa ni kuanzia mwezi wa kwanza hadi mwezi wa 12, yani huu mwaka wa kalenda. Kwa hiyo tunavyozungumza kodi ya makadirio, tunaizungumza kwa muktadha wa hicho kipindi cha mwaka wa mapato. Ni vizuri kujua kwamba kodi ya makadirio inatokana na nini na ni nini hasa kinamaanishwa mtu anapozungumza kodi ya makadirio. Kodi ya makadirio ni kodi ambayo inatokana na makadirio. Neno lenyewe makadirio. Makadirio ni taarifa zisizokuwa si taarifa halisi, lakini ni ile ambavyo unafikiria kwamba katika mwaka huo wa mapato unaweza ukaingiza labda faida kiasi fulani. Kwa hiyo unakadiria kiasi cha faida ambacho unafikiria unaweza ukakiingiza ndani ya mwaka wa mapato. Alafu kutoka kwenye hicho kiasi cha faida ambacho unakikadiria kodi inakuwa calculated kutokana na hicho kiasi cha faida ambacho wewe unafikiria utakipata. Kwa mfano, kama mimi ni kampuni na ninategemea ndani ya mwaka huu wa mapato nitapata faida ya milioni 10. Faida ya milioni 10, kwamba operation zote zitakazoendelea ndani ya mwaka huu mimi ninafikiria nitakuwa na faida ya milioni 10. Katika ile faida ya milioni 10 tuna establish ile tax rate, vile viwango vya kodi ambavyo vitatusaidia kujua kodi ya mapato kutokana na kile kiasi cha milioni 10, ambayo mara nyingi kwa makampuni ni 30%. Kwa hiyo kodi ambayo unakuwa unatakiwa kuilipa kama kodi ya makadirio ndani ya mwaka husika inakuwa ni shilingi milioni 3, kwa maana ya kwamba 30% ya ile faida ya milioni 10. Lakini hapo ni kwa makampuni. Kwa zile biashara binafsi hizo kuna jedwali maalum ambalo huwa linatumika. Kwa hiyo tunavyosema tu kodi ya makadirio ni kodi ambayo inatokana na makadirio ya faida ambayo mtu binafsi au kampuni au taasisi yoyote inafikiria itaiingiza faida hiyo ndani ya mwaka husika. Sasa ili uweze kujua faida ambayo unafikiria kuiingiza ndani ya mwaka husika, of course ninyi ambao mnahusika na uendeshaji wa makampuni, labda directors na wote ambao ni in charge wa uendeshaji wa makampuni au biashara binafsi, ninyi ndio watu sahihi ambao mnaweza mkaisaidia mamlaka ya mapato kujua kiasi halisi cha faida ambacho unafikiria mnaweza kwa sababu kwa kiasi kikubwa ninyi ndio mnahusika moja kwa moja na uendeshaji wa biashara. Sasa ili uweze kujua kiasi cha faida ni jambo la kawaida tu. Utaangalia mapato ambayo unafikia yaingiza ndani ya mwaka husika,
na ili uweze kujua mapato ambayo unafikiria kuyaingiza, unaweza ukatumia taarifa za nyuma, mwaka jana ilikuwaje, ukaweka into consideration mambo mbalimbali kama improvement mbalimbali ambazo unafikiria mwaka huu utazifanya. Hayo ni baadhi ya mambo tu, na mengine mengi ambayo unaweza ukayatumia kukadiria kwamba mwaka huu ninafikiria labda ninaweza nikawa na mapato kiasi fulani, yani sales, mauzo. Sasa baada ya kuwa umepata yale mauzo, utaangalia matumizi au gharama ambazo zinahusika moja kwa moja kukusaidia wewe kuweza kupata hayo mapato. Kwa mfano, labda unaposema mwaka huu ninategemea kununua mzigo labda wa milioni 50, ninategemea kuuza mzigo wote itauza labda milioni 50. Lazima ujue kwamba huu mzigo wakati wewe ununua ulitumia gharama kiasi gani. Labda ulitumia milioni 20, lakini pia nje ya hapo lazima ujue zile gharama za uendeshaji wa ofisi yako za kila siku, labda mishahara ambayo unalipa wafanyakazi, labda mambo kama bank charges, labda mambo ambayo yani gharama zote, labda renti, gharama zote ambazo wewe unaziingia ndani ya mwaka husika ili uweze kupata hayo mapato au mauzo ya kiasi hicho ambacho umesema. Kwa hiyo ukishachukua yale mauzo au mapato, ukatoa zile gharama za uendeshaji ndani ya mwaka husika, kile kinachotokea pale kinaitwa faida. Sasa kutokana na ile faida ambayo unafikiria kuipata, ile faida ndiyo ambayo inatozwa kodi. Sasa utozwaji wa kodi unatofautiana kama nilivyosema, kutoka kwenye biashara binafsi au hawa tunaowaita sole proprietorship na vile vyombo vingine ambavyo vina utambulisho wa kisheria kama mataasisi, makampuni na vitu kama hivyo. Lakini base ya hii kodi inatokea kwenye makadirio ambayo yanakuwa yametokana na namna ambavyo mnafikiria taoperate ndani ya mwaka husika. Sasa kama nilivyosema kwamba unapokuwa umegundua, of course haiwezi kawa uhalisia kwa sababu ni makadirio. Unaweza ukafikiria kwamba nitaingiza kiasi fulani, lakini mwisho wa siku kadiri mwaka unavyozidi kwenda, kuna mambo ambayo yanatokea hapo ambayo yanakuwa ni nje ya uwezo wa kibinadamu. Unaweza ukajikuta haujafanya kama vile ambavyo ulikusudia. Ndio maana sheria inakupa room ya kuweza kuyabadilisha yale makadirio ambayo uliyasema ili kuweza kufuata ule uhalisia. Sasa makadirio unaweza ukayabadilisha yakaenda juu zaidi, kwa maana ya kwamba mwanzoni nilifikiria nitapata faida kidogo, lakini sasa hivi niko nusu ya mwaka, na kwa sababu niko nusu ya mwaka ninaona kabisa ninaweza nikapata faida kubwa zaidi kuliko ile ambayo nilikuwa nimefikiria mwanzoni. Kwa hiyo unaweza ukafanya amendment, unaweza ukarevise, unaweza ukabadilisha tena. Lakini kwa namna nyingine unaweza ukafanya revision, unaweza ukafanya mabadiliko kwa kuyafanya makadirio yaende chini kutokana na uhalisia jinsi unavyokuwa unaenda. Yote hayo yanaruhusiwa kabisa kwa mujibu wa sheria ya kodi ya mapato. Sasa nilichotaka kukazia zaidi ni namna ya kuipata hii kodi. Kama nilivyosema, utajua kiasi cha faida ambayo unafikiria kuipata, alafu baada ya hapo utaangalia ni kodi kiasi gani ambayo inapaswa kutozwa kutokana na hiki kiasi cha faida ambacho mimi ninafikiria kupata kwa mwaka husika. Kwa hiyo kama ni taasisi zingine ambazo zina utambulisho wa kisheria na zinatambuliwa kama artificial person, yani kama ni vyombo ambavyo vinatambulika kisheria vyenyewe kama vyenyewe, ukiachana na mtu binafsi, mara nyingi tunatumia hii rate ya 30%. Kwa hiyo kama mwanzoni nilivyosema, mkiwa mnafikiria mtapata faida ya milioni 10, utachukua ile milioni 10 kama faida, alafu utazidisha na 30%. Ile milioni 3 inayopatikana baada ya kuchukua milioni 10 times 30%, ile milioni 3 ndio kodi ambayo utatakiwa kuilipa. Na kodi hii utailipa kwa installment, utailipa kwa awamu. Tunavyosema installment inamaanisha awamu, utailipa kwa awamu. Kwa hiyo ilikuwa ni milioni 3, utachukua milioni 3 utagawanya kwa 4. Kile kinachopatikana pale ndio kodi ambayo wewe utapaswa kuilipa kila kota ya mwaka wako wa mapato. Kwa mfano, kwa wale ambao wana mwaka wa mapato ambao unaanza Januari mpaka Disemba, inamaanisha kota ya kwanza inakamilika mwezi wa 3 mwishoni,
tarehe 30 na nadhani tarehe 31 ya mwezi wa 3. Lakini baada ya hapo utaenda tena mwezi wa 6, tarehe ya mwisho ya mwezi wa 6, nafikiri ni tarehe 30. Baada ya hapo utaenda mwezi wa 9, tarehe ya mwisho ya mwezi wa 9. Baada ya hapo utaenda mwezi wa 12, tarehe ya mwisho wa mwezi wa 12. Kwa hiyo katika kila kota, ndani ya hiyo kota unajitahidi kuwa umekwisha kulipa hiyo kodi, kwa sababu tunaamini kwamba unapokuwa unakadiria kwamba hii ndio faida ambayo ninaikadiria kuipata ndani ya mwaka husika, sheria inakupa kwamba kila baada ya mwisho wa kota uwe tayari umeshalipa kile kiasi ambacho kinahusika na ile kota, kwa sababu ukweli ni kwamba robo ya operation za mwaka huo unakuwa umezikamilisha. Kwa hiyo tunaashumu hata robo ya ile faida ambayo ulisema utaipata unakuwa umeshaipata. Ndio maana sheria inakutaka ulipe kile kiasi cha kodi ndani ya hiyo robo husika, sababu tunaamini ndani ya robo hiyo unakuwa umeshakamilisha robo ya malengo ambayo umejipangia. Ukienda nusu ya mwaka, tunaamini tena nusu unakuwa umeshaifikia. Ukienda miezi 9, tunaamini unakuwa umefikia robo 3. Ukienda mpaka miezi 12, tunaamini unakuwa umeifikia ile faida ambayo ulikuwa unakusudia kuifikia ndani ya mwaka. Kwa hiyo hizi kodi zinalipwa kwa installment, kwa maana ya kwamba zinalipwa kila baada ya kota, kila baada ya miezi 3 ya ule mwaka wa mapato. Kwa mfano, ile kodi ya milioni 3 niliyoizungumza, inamaanisha kama kodi ni ya milioni 3, inamaanisha ukigawanya kwa 4 hii milioni 3 unapata 750,000 kama nitakuwa sijakosea. Kwa hiyo 750,000 kota ya kwanza, 750,000 kota ya pili, 750,000 kota ya tatu, 750,000 kota ya 4. Kwa unakuwa umekamilisha hicho kiasi cha milioni 3. Sasa kwa wale ambao wana mwaka huu wa mapato, wanatumia huu mwaka wa kalenda wa mapato huu unaoanza Januari mpaka Disemba. Leo tuko mwezi wa 3. Kwa hivyo kabla haijafika tarehe 31, kabla haijafika tarehe 31 ya mwezi huu wa 3 mwaka huu wa 2026, sheria inawataka wawe wameshawasilisha hizo taarifa, lakini pia wawe wameshalipa ile kodi ya makadirio ya awamu ya kwanza. Lazima wao wameshailipa, kwa sababu ni takwa la kisheria. Inavyokuwa kinyume na hapo, mambo mengine mamlaka ya mapato inaweza ikayafanya, kama kukuwekea interest kwa kuchelewa kulipa na vitu kama hivyo. Kama ulichelewa kuifaili, utapata vitu kama penalty na mambo kama hayo. Kwa hiyo ni jambo la busara kwenda kuangalia tena mwenendo wa biashara yako na kujua unategemea kuingiza kiasi gani cha faida, alafu makadirio yafanyike mapema na yalipo mapema kabla ya tarehe 31 mwezi wa 3, kwa wale ambao wanatumia huu mwaka wa kalenda, mwaka wa mapato wa kalenda. Lakini kwa upande wa biashara binafsi, wale ambao ni sole proprietors, sio makampuni, yani wanaoperate wao kama wao. Kwa mfano mimi kama Masunga nina biashara yangu mimi kama mimi, sheria inanitambua mimi kama ndiye ninayeendesha ile biashara. Sina utambulisho mwingine tofauti na mimi binafsi. Ile faida ambayo unakuwa unaipata, faida unayokuwa unaipata, ili uweze kujua kiasi cha kodi ambacho utapaswa kukilipa, utaongozwa na jedwali, ambalo jedwali hili lina kiwango cha kodi, lina kiwango cha viwango ambavyo vitatumika wewe kukuchaji kodi. Kwa mfano, kama unafikiria kwamba ndani ya mwezi husika, inamaanisha kama ni kwa mwaka, sasa utabidi uzizidishe hizi rate kwa miezi 12. Lakini hapa jedwali hili liko katika namna ya miezi. Kwa hiyo kama unafikiria labda ndani ya mwezi huu ninaweza nikapata faida au kipato cha 270,000, watu hao hawatozwi kodi. Kwa hiyo kama ni kwa mwaka, inamaanisha utachukua hii 270,000 utaizidisha mara 12. Utachukua hii 270,000 270,000 utazidisha mara 12 na kuja kama milioni 3,240,000, milioni 3,240,000. Kwa hiyo mtu anayekuwa na faida ya milioni 3,240,000 kama mtu, lakini sio kama kampuni au chombo kingine ambacho kina utambulisho wa sheria, mtu huyu anakuwa hapaswi kulipa kodi. Lakini atatakiwa kuwasilisha taarifa zake ambazo zinaonyesha ni kweli hataweza kuvuka kiasi hiki
cha mapato au faida ndani ya mwaka husika, mtu huyu hatakuwa na vigezo vya kulipa kodi. Lakini kwa wale ambao wanaingiza kiasi cha shilingi 270,000 kwa mwezi na kuendelea, 270,000 mpaka 520,000, kile kiasi kinachozidi 270,000, kwa maana ya kwamba ile faida ya 270,000 ndiyo ambayo haitozwi kodi. Lakini ukiwa na 280,000 inamaanisha ile 10,000 ndio inayotozwa kodi. Sasa kutoka kiasi cha 270,000 mpaka 520,000, chochote kile ambacho nakipata ndani ya mwezi husika, hapo kile ambacho kinahesabika kuzidi 270,000 inatozwa kodi ya 8%. Kwa mfano, mimi labda ninapata kwa mwezi ninapata faida ya 400,000 kwa mwezi. Katika faida hii ya 400,000, 270,000 ni kiasi cha faida ambacho sheria imesema hakipaswi kutozwa kodi. Kwa hiyo 130,000 ndicho kiasi ambacho kinapaswa kutozwa kodi, na kwa sababu imeangukia katika renji hii ya 270,000 mpaka 520,000, rate ambayo itatumika hapo ni 8%. Kwa 8% ya hii 130,000 utapata kama kiasi cha 10,400. Hiyo ndio kodi ambayo nitapaswa kuilipa. Lakini vivyo hivyo kwa vile viasi ambavyo vinazidi 520,000 mpaka 760,000, kile kinachozidi hapo rate ambayo inatumika ni 20%, na kiasi kinachokuwa kinazidi 760,000 mpaka 1,000,000, hapo rate inayotumika ni 25%. Na kwa wale wanaopokea kiasi cha wale wanaopata faida ya 1,000,000 na kuendelea, zaidi ya 1,000,000, rate inayotumika ni 30%. Jedwali hili litaonyeshwa hapo mbele, utakuwa na uwezo wa kulifuatilia. Sasa hizi rates kama ambavyo nimesema zipo kwa miezi, lakini kama wewe utakuwa kwa sababu tunahangaika na kujua makadirio ya ndani ya mwaka husika, hizi rates zitazidishwa kwa mwaka ili uweze kupata kiasi cha kodi ambacho utapaswa kulipa. Vivyo hivyo hata kwa hawa sole proprietors, kodi inapokuwa inajulikana inatakiwa igawanywe mara 4 ili uweze kuilipa kila mwisho wa kota. Unaweza ukalipa ndani ya kipindi husika, lakini isizidi mwisho wa ile tarehe ile ya mwisho ya robo husika katika mwaka wa mapato. Hivyo ndivyo ambavyo kodi hizi huwa zinaangaliwa. Sasa ninapenda niweke angalizo tu, kuna wale wafanyabiashara wadogo wadogo ambao uwezo wa kutunza taarifa unakuwa chini, lakini biashara zao zinakuwa ni ndogo sana, ni za kawaida kabisa, lakini wana namba za utambulisho wa mlipa kodi. Watu hawa ambao mara nyingi wanakuwa hawajafikisha hata mauzo ya milioni 100, yani afikirii kwamba ndani ya mwaka anaweza akapata mapato ya milioni 100 na kuendelea huko. Hawa watu huwa wanaenda kukadiriwa TRA. Utakutana na maofisa pale, mtazungumza mambo mawili matatu, utawaeleza nature ya biashara yako na vitu kama hivyo, halafu watakukadiria kule wao wenyewe. Lakini kwa makampuni au biashara ambazo ni kubwa, pamoja na kwamba ni za watu binafsi, unaweza ukaingia katika mfumo wa TRA, yani IDRAS. Mfumo umekupa option mbalimbali ambazo zinaweza zikakusaidia wewe kujikadiria mwenyewe. Sasa hii ni self declaration. Wewe kama wewe au wahusika wa kampuni, nyinyi wenyewe mnajitathmini, mnaona tunaweza tukapata mapato kiasi fulani, tunaweza tukawa na matumizi kiasi fulani, tunategemea kuwa na faida kiasi fulani. Alafu baada ya kuwa umejaza zile taarifa, mfumo utakuletea kodi ambayo utapaswa kuilipa. Kienda mbele zaidi, utakuonyesha kabisa na assessment ambayo inaonyesha kwamba kodi ambayo umekuwa assessed ni kiasi fulani, lakini katika kila kota utalipa kiasi fulani. Utakuwa na uwezo wa kutengeneza control number na utakuwa na uwezo wa kulipa moja kwa moja kupitia mfumo. Kwa hivyo ndivyo ambavyo kodi ya makadirio inavyokuwa, lakini kiufupi ni makadirio ambayo wewe mwenyewe unayafanya, hususan kwa zile biashara kubwa ambazo zimezidi kile kiwango ambacho kinamtaka mtu kwenda kukadiriwa TRA. Una uwezo wa kufanya wewe mwenyewe hayo makadirio, una uwezo wa kujua kila kitu, na una uwezo wa kutengeneza namna au nyenzo ambazo zinaweza zikakusaidia kulipa. Yote hayo sheria ya kodi imeyaruhusu. Sasa karibu najua wengi mtakuwa mmeshapitia karibu mambo mengi, karibu huduma nyingi ambazo mamlaka ya mapato inamtaka mlipa kodi aweze kuzipata. Karibu huduma nyingi sasa hivi ziko katika mfumo.
tuna mfumo ambao umeanza hivi karibuni unaitwa IDRAS, na najua wataalamu wengi watakuwa wamejifunza kuhusiana na mfumo huu. Mfumo huu unazo karibu huduma zote ambazo mlipa kodi angetakiwa kwenda TRA, kwenda kwenye ofisi za TRA ili aweze kuzipata zile huduma. Kwa sasa huduma hizo zinapatikana mtandaoni. Kwa hiyo ni jambo tu la kujifunza huu mfumo vizuri na kuona namna gani unaweza ukazipata huduma hizi. Huduma nyingi sana zimewekwa hapa, na nadhani siku moja nitakapokuwa na wakati nitakuja kueleza tena huduma mbalimbali ambazo zinapatikana katika mfumo huu. Kwa hiyo kwa leo ninaomba kuishia hapa. Asante sana kwa kufuatilia. Kama unaweza ukawa na swali, unaweza ukawa na jambo lolote ungehitaji kujua zaidi, karibu sana tuweze